hekima ya Mungu ya kumwongoza mtu kukwepa tatizo katika hali au mazingira fulani haionekani kwamba ni udhaifu kwa mtu mwenye Mungu. Kwa nini sio udhaifu? Ni kwa sababu sio mambo yote ambayo tunapaswa kukabiliana nayo au kuyaingia, au hali zote kwa sababu tu tuna uwepo wa Mungu au tuna Mungu ndani yetu. Hapana, kuna mambo mengine Mungu kwa hekima yake anataka kutuepusha, na lengo kubwa au lengo kuu ni kwa ajili ya kutulinda sasa hivi, kwa ajili ya kusudi lake la baadaye lililoko mbele yetu. Ili tuweze kufikia hilo kusudi, yale majira na ule wakati aliyokusudia pale mbele, lazima tuepushe na mambo fulani sasa hivi hapa yasiwe ni kikwazo au tatizo la sisi kutofikia lile kusudi lake pale mbele yake. Tuko sawa jamani wapendwa? Nataka tujifunze kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mifano kadha wa kadha. Mfano wa kwanza ni tokea Yesu Kristo amezaliwa akiwa mtoto mdogo, bado ni mchanga. Mathayo sura ya pili mstari wa 13, tunaona malaika wa Mungu anamtokea Yusufu, anamwambia muhamishe mtoto, mpeleke wapi? Misri, ukakae huko, maana mfalme Herode anataka kumuua. Kwani Yesu Kristo si ndio Mungu aliyovaa mwili? Si ndio mwana wa Mungu wa pekee? Kwani Mungu alikuwa ashindwa kumuondoa Herode mpaka amkimbize, amtoe pale, ampeleke kule Misri? Hekima ya Mungu waga inaepusha uharibifu fulani ambao hauna ulazima, kwa ajili tu ya kutunza ile kusudi ambao unapaswa kufanywa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili nataka uendelee kutafakari kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 28 hadi wa 30. Tunaona watu waliojawa ghadhabu walitaka kumtupa Yesu kwenye jabali ili afe, kumsukumiza kwa juu kwenye jabali. Ila Yesu Kristo, Biblia inasema alipita katikati yao, aliwatoroka. Ni kweli Yesu alikuwa hawezi kuwasambaratisha na kuwalaza, hata kuwapiga usingizi na washinde kumtupa. Alikuwa ashindwe kufanya hivyo? Alikuwa anaweza. Lakini kwa nini aliweza kuepuka hiyo hali? Ni kwa sababu alikuwa anaangalia kusudi lililoko mbele yake. Muda wa kutimiza ile kusudi ulikuwa hujafika bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu na la msingi, Yohana sura ya 7 mstari wa 30 nasema hivi, inasema basi wakatafuta kumkamata Yesu Kristo, lakini hakuna mtu aliyenyoosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Tunachofundishwa hapo ni kwamba Shetani ibilisi hawezi akamdhuru, akamharibu, akamuua mtu ambaye amelibeba kusudi la Mungu, au mtu ambaye anajua ni makusudi gani au ni mapenzi gani ya Mungu yamekusudiwa kwenye maisha yake, na yeye anaishi hapa chini ajua kwa sababu gani. Mtu ambaye anajua, Shetani anaweza akachukua mkono wake akamharibu. Ni mpaka mapenzi ya Mungu yatimie ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo kama unajua mapenzi ya Mungu ni yapi kwenye maisha yako, ombi lako wewe ni simple tu. Hakuna ufalme wa giza, nguvu yote ile ya Shetani ibilisi wala mapepo itakaweza kuniondoa au wanadamu wenye hila pasipo kuyatimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani. Mungu anatulinda na anaweka malaika wake na utukufu wake, ni kwa sababu tu ya kulinda yale makusudi yake au mapenzi yake yaliyoko ndani yetu. Kwa hiyo mtu ambaye amekubali kuchukua mapenzi ya Mungu, makusudio ya Mungu, hawezi akapigwa akafa kizembe, labda kama hekima ya Mungu haijamuongoza kuepuka vitu fulani fulani. Asipoongozwa na hekima ya Mungu, uharibifu unaweza ukampata hata kama yupo katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 8 mstari wa 59 anasema basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha
akatoka hekaluni. Kwa nini? Kwa nini alijificha? Alikuwa anajua muda wake bado. Kwani Yesu si mwana wa Mungu, si ndio Mungu aliyevaa mwili? Kwa nini alipochukua mawe, kwa nini Yesu alijificha? Hata kama tumeokoka, tumepakwa mafuta, tuna uwezo wa Roho Mtakatifu, katika utumishi wetu na wokovu wetu kuna mambo mengine tunajificha kabisa kwa kutumia akili, ili uharibifu upite, kutunza ile kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu. Wako watu wanaenda programu mpya, wanaroa Mungu, lakini wanauawa kizembe kwa sababu ya kutoongozwa na hekima yake. Sio mambo yote ya kuongea na sio mambo yote ya kujihusisha. Vitu vingine unabidi ujifiche, unyamaze kimya. Kuongea na kukaza misuli na mishipa ya shingo juu ya jambo fulani haimaanishi kwamba sisi ni mashuhuri au ni mashujaa au ni watu shupavu sana, haswa mambo ambayo Roho wa Mungu hajatoa agizo tuongee katika jamii na katikati ya watu. Wengi leo wamedhuriwa ni kwa sababu sio Mungu aliyowaambia waongee, sio Mungu aliyowaambia wafanye. Tuko sasa, jamani wapendwa, kuna vitu vingine ni vya kujificha. Yesu Kristo akajificha apishe ile shari iweze kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 11 mstari wa 53 na 54 anasema, basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa waziwazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda mahali karibu na jangwani, mpaka mji uitwao Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Yesu aligundua anataka kufanyaje? Kumuua. Akafanyaje? Yesu akasepa, akaondoka, akajificha, akakaa na wanafunzi wake huko Efraimu, mpaka muda ulipopita ndio akajitokeza. Kuna aina ya vita, hila za kibinadamu kabisa. Hata kama tuna Roho wa Mungu, maana kuna ile jeuri ya uzima ile. Mlokole taona kwambia Bwana, sina Yesu. Mimi sifi Bwana, mimi sidhuriki Bwana, sina Yesu. Kuna hekima ya Mungu ya kuepuka matatizo na mazingira na hali fulani fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio kusema kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, amekufa kishujaa au ameumia kishujaa. Kuna vitu Mungu anataka tuvikimbie, tujifiche. Yesu alipojua Wayahudi wanataka kumua, akaescape, akajificha na wanafunzi wake huko. Walipotaka kuinua mawe wapige, akajificha, akatoroka. Walipotaka kumvamia na kumtuka, akapita katikati yao. Kuna mtu mmoja anaongelea jambo la pepe. Yesu Kristo alitumia hekima namna ya kuwajibu maswali wale Wayahudi walikuwa wanamuuliza, Mafarisayo, Masadukayo, ili wasipate kitu cha kumshtaki. Unajua Wayahudi walikuwa wanamuuliza maswali waweze kupata sehemu ya kumnasa, wamkamate, wamshtaki. Ila kwa kuwa muda wake ulikuwa hujafika bado, ukisoma Mathayo sura 22, Mathayo 22 mstari wa 15 na 22, Yesu Kristo alipouliza swali kuhusiana na kodi, jibu lake lilikuwa ni jibu la kijanja. Alitumia akili na hekima. Sio kila kitu unapaswa kuongea kwenye mitandao ya kijamii au kuongea katika jamii unayoishi. Kuna vitu vingine walimwengu wanauliza kwa watumishi wa Mungu au kwa walokole ili wapate sababu, uropoke, wapate sababu ya sema kukunasa. Kuna wakati wa kunyamaza, hekima ya Mungu. Kuna wakati wa kusema. Hatusemi kwa sababu tunajisikia kusema, tunasema kwa sababu Roho wa Mungu anafanyaje? Anataka tuseme. Kama Mungu hajasema, tunyamaze kimya. Leo kumekuwa na nabii nyingi sana. Watu leo, Agano la Kale watu walikuwa wanatabiri kwa sababu ni Mungu alikuwa anaongoza watabiri, hata kabla tukio au mazingira au hali hajajitokeza wala kuonesha ishara yote. Watu walitabiri kwa mbele mambo yatakayokuja. Leo watu kwa sababu ya umaarufu ya jina na kushow off, wanasubiria tukio fulani la kisiasa, jambo fulani, wanatoa kama sehemu ya unabii ili watu waonekane na wao wana Roho wa Mungu, wanaweza kutabiri. Watu wengi leo waongozi na Roho wa Mungu wanaojiita manabii hawatabiri, hawasemi kwa sababu wanasema kwa sababu wanataka kutengeneza majina kwamba na wao, na wengine wanafanyia taarifa, wanafanyia kazi taarifa wanazoambiwa na washirika wao na ndugu zao, wanauleta kama unabii lakini sio unabii. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa,
Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo hakuonyesha hadharani kila wakati, hakujionyesha hadharani kila wakati. Hakuwa mtu wa show off. Ukisoma Marko sura ya kwanza mstari wa 43-44, mara nyingi Yesu Kristo alikuwa anawaponya watu, alafu anawaambiaje? Anawaambia msifanyaje? Msiseme. Kwa nini alikuwa anawaponya tunaambia msiseme? Mkisema gani? Alikuwa anajua wakati wake bado sio muda wa kufanya show. Alikuwa anajua akishakufa, akifufuka, siku atakaopaa, watu watapokea miujiza, wataponywa. Wakati wa uponyaji ilikuwa ile nguvu ya uponyaji ilikuwa ni bado. Yeye alikuwa anafanya trailer tu, picha kamili ilikuwa ni bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu anataka tuyaweke kama sehemu ya siri ili kuepusha vita fulani. Shetani, sikiza vizuri, shetani hajui kila kitu. Nisikiza vizuri, shetani hajui kila kitu. Vitu vingine anavijua mara baada ya sisi kuongea. Shetani anakujua Yesu ampeleka wapi. Ila kama ingetokea mtu aseme Bwana amekimbilia Misri, kuna vitu ambavyo vikitaka kutokea kwenye maisha yetu ni lazima tuwe ni watu wa kufanyaje? Wa kunyamaza kimya na watu wa kuepuka vitu viweze kutupita. Tucheze na mazingira na hekima ya Mungu ituongoze ndani yetu. Wengi wetu leo kuna mambo yanatokea mpaka sasa hivi kwa sababu ya nini? Ni wepesi kusema kabla hata mambo hayajatokea. Watu wasema kumbe mpango wake ndio huo. Tumekuloga muda wote hivi, kumbe una mpango mwingine. Wanapiga. Lakini wakisubiria matokeo tayari yashatokea, wanaona matokeo ni ngumu kuyapiga na kuyasambaratisha. Ila ni rahisi sana kukuvalia njoga, kuzuia usianze chochote kile cha kupoa matokeo. Ndio kaje la kumwambia jirani yangu